Baraza la Seneti la Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeruhusu kuondolewa kwa kinga ya aliyekuwa rais wa taifa hilo Joseph Kabila. Hatua hiyo inafungua njia ya mashtaka dhidi yake kwa tuhuma mbalimbali. Hatua ya kuondolewa kwa kinga kwa rais huyo wa zamani wa Kongo kunafungua njia ya mashtaka dhidi yake kwa tuhuma za uhalifu wa kivita, uhaini na kushiriki katika harakati za uasi. Kabila ambaye aliongoza DRC kuanzia mwaka 2001 hadi 2019 anatuhumiwa na serikali ya Rais Felix Tshisekedi kushirikiana na waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda, kundi ambalo limeteka maeneo makubwa ya mashariki mwa nchi hiyo. Rais Tshisekedi anadai kuwa Kabila alihusika katika kupanga njama ya kundi hilo kupindua serikali yake kupitia mapinduzi. Kiongozi huyo wa zamani hajakuwa nchini tangu mwaka 2023 na kuhudhuria kikao cha Seneti kilichofanyika siku ya Alhamisi. Hadi sasa hajulikani wapi alipo, lakini spika wa Seneti Jean Michael Samarukonde alisoma uamuzi rasmi wa chombo hicho. Baada ya kuondoka madarakani, Kabila alipatiwa hadhi ya heshima kama seneta wa maisha na nafasi iliyompa kinga lakini sasa kwa ombi la mwendesha mashtaka wa jeshi, kinga hiyo iliondolewa ili kuruhusu mchakato wa kisheria kuendelea. Kwa mujibu wa Seneta Kalole Agito Amera, aliwasilisha ripoti ya kamati maalum ya watu 40. Kura zote ziliunga mkono hatua hiyo. Hata hivyo, wataalamu wa katiba wamehoji uhalali wa uamuzi huo, wakisema ulipaswa pia kupitishwa na bunge la kitaifa. Msingi mkubwa wa kesi hiyo ni ushahidi uliotolewa na mwanasiasa wa upinzani Eric Nkuba aliyedai kuwa alimsikia Kabila akimshauri kiongozi wa M23 kufanya mapinduzi dhidi ya Felix Tshisekedi. Lakini mtafiti wa masuala ya siasa Eli Butumike amesema ushahidi huo ulitolewa kwa shindikizo. Kabila alikuwa ameashiria nia ya kurejea kwenye siasa kutokana na matamko ya kumkosoa Rais Tshisekedi. Tangu wakati huo chama chake cha People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD kuzuiwa. Naibu katibu mkuu wa PPRD Fenadi Kambere amesema mashtaka dhidi ya Kabila ni usanii wa kisiasa, ni kupotosha raia kuhusu migogoro ya mashariki na rushwa. Wataalamu wa siasa kama Christina Moleka wanaonya kuwa hatua hiyo huenda ikachochea mgawanyiko zaidi wa kisiasa nchini humo.